Amen. Zaburi ya 115 mstari wake wa 16. Tukimbia hapo, dakika hizi 30 zinatutosha. Dakika 30 zilizobaki zinatutosha. Na Mungu atakuwa Bwana, utabarikiwa sana leo. Na vikiwa vya moto moto hivi muda mfupi ndio Yesu anatembea vizuri. Umefika? Mbingu ni mbingu za Bwana aliye hai, lakini nchi amewapa watu. Ndio maana tunasema Mungu, niinulie watu sahihi kwa wakati sahihi watakaofanyika baraka na muujiza kwenye maisha yao. Naomba nisirudie pale tulianza jana, nikasema kwa nini unahitaji Mungu akuinulie watu sahihi kwa wakati sahihi. Tukasema unahitaji Mungu akuinulie watu sahihi kwa wakati sahihi ili uweze kufika kwenye kilele cha hatima yako. Mungu anatumia watu wakushike mkono na kile Mungu aliweka kwenye maisha yako uweze kufika kwenye, usiishie njiani. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania ile 12, anasema yeye alianzisha kazi njema kwenye mioyo yenu hata ikamilisha. He is the author and finisher. Yeye ni mwanzilishi na atakufikisha kwenye kilele. Ndoto yako usiifute kwa jina la Yesu. Maono yako usiyafute kwa jina la Yesu. Maombi uliomwambia Bwana, haya unitendee kabla sijafa, usiyafute kwa jina la Yesu. Mungu wako atakuletea watu, atafanya maajabu, na utakuwa umebaki unashangaa, unasema sikujua yatatokea, lakini Bwana atakuinulia watu na watakushangaza. Kama unaamini sema amina katika jina la Yesu aliye hai. Sasa tukasema 2, ili usife kabla ya wakati wako. Usife kabla ya wakati wako. Kwenye mabano hapa tunasema Mungu akuinulie msamaria mwema, watakao kuganga moyo, watakao ponya majeraha yako. Nya watu, ngoja niongee leo, sikuongea jana vizuri. Kwa kuwa namaliza leo, nasikia Mungu ananiambia niguse hichi kitu mzee Isaac babangu. Ngoja niseme. Na kuombea ukiwa unaenda hospitali. Piga magoti yako kwanza. Mwambie Yesu unaenda hospitali. Hata kama una pesa, una bima, hiyo si kigezo. Kuna watu wamepasuliwa shingo badala ya kupasuliwa tumbo. Kuna mtu unanielewa, unamwambia Mungu asante, umenipatia neema ya pesa, umenipatia neema ya bima, umenipatia neema ya usafiri, kuko bajaji au ni bodaboda, tutaenda nayo hospitali. Lakini nakuomba Mungu, tunapokwenda kwa jina la Yesu, niinulie madaktari sahihi sana, niinulie manesi sahihi sana, niinulie watu watakaonipokea kwa baraka. Usiniunganishe na mashetani, usiniunganishe na mapepo. Nataka nikwambie, unapokwenda hospitalini, nimeona kwa macho yangu, moja ya rafiki yangu wa moyoni sana, niliona anakufa kwenye mikono yangu tukiwa tumefika hospitali. Na sisahau, maana alikuwepo, alikuja yule dada alifaki, unajua kininja ninja, yuko pale, ni daktari, na mimi namwambia dada, siwezi kubeba ndugu yangu. Akaja hapo, nilete kile kigari, lete na ile oksijeni na mtungi wake, tumsaidie aweze kuingia odini, mumsaidie. Yule dada ananiangalia, anasema mwambie ashuke, kama ashuki shauri yake. Nikajua ni vita, maana rafiki yangu alikuwa ni mchungaji. Nikamwambia Yesu tusaidie akili ya kuomba. Bwana, niinulie watu hapa, niletee dokta haraka, niletee nesi haraka, atakayetusaidia, atakayetufanya tusikae kwenye foreni. Hiyo akili ilifungwa, sikuwa nayo. Nakuja kushtuka, rafiki yangu anatoa pumzi ya mwisho na anafariki kwenye mikono yangu. Kwanza pale Yesu akaniambia, Gregory, unapokwenda hospitali, hata kama una fedha, hata kama una bima, mwambie Mungu akuinulie watu. Nimeona ikitokea kwa mke wangu, nadhani alikuwa kijana wetu, alikuwa binti yetu wa pili, sio alikuwa kijana wetu wa kwanza, sikumbuki vizuri, alikuwa akiwa leba. Ndani yangu roho ni Mungu ananiambia, muombe mke wako. Na alikuwa sina ufahamu wa kuomba watu wazuri. Akiwa ndani, alivyotoka baadaye ananiambia, mimi wakati mazingira yamekuwa magumu, nasikia kabisa hapa nakufa na nobu, yani sielewi kabisa. Nikawa tunaita Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Yule nesi na daktari alikuwa pale, na kuambia, anamwambia achana kusema hilo jina, acha kutaja hilo jina. Alipigana naye na makofi, alimpiga mke wangu makofi. Acha, unataja jina gani hapo, unatuharibia mambo yetu. Mke wangu anasema nimetoka ni kwa sababu Yesu. Usichukue mambo marahisi,
Unaenda dukani kununua unga, omba Mungu nikutanishe na muuza duka aliye sahihi. Kuna muuza duka atakwambia unga sitakuuzia. Umekaa hapa store kwa mwaka wa 7, atakuwa na moyo wa Yesu. Ukikutana na muuza duka anayetaka pesa, atakupimia unga ulishaka kuwa sumu. Unashangaa nyumba nzima mnaalisha na mnapeleka hospitali, wanasema watu wamekula chakula chenye sumu, na ukahatarisha maisha yenu unakokwenda kokote. Hata ukiwa unanunua muhindi unamnao, ambie Yesu leo ninaamna muhindi, nikitoka hapa naomba nikutanishe na muuza mahindi mzuri sana Bwana. Na baada ya kujua mambo haya, wenzako naomba hata nikiwa naamna muhindi, naambia Yesu nisaidie. Kuna wakati naenda na Roho ananiambia kule ndani yangu, usinunue muhindi leo Gregory, ongoza mpaka nyumbani kwako. Hakuna muhindi utakula, utakula sumu hapa. Nisikilize. Nimewahi kuona yule mwanamke tuliyomkamata wakati tunaomba naye tunakemea pepo, akaanza kusema. Tukamwambia ilikuwaje wewe unauza mboga kila mwaka throughout Januari mpaka Disemba? Ni mboga unazitoa wapi? Ni bonde gani hilo lina mboga namna hii? Akaniambia mchungaji, naomba niseme cha ukweli, wala siuzi mboga. Haya unavyoona haya waga nikiwapendelea sana haya. Tena hapo baada ya kuomba nataka nikwambia alivyosema hivyo. Akasema kuna wakati nachukua tu ni majani ya mpapai, majani ya mwembe, naweka hapa na watia watu pofu nauza. Mimi siwezi kwenda, sina shamba lolote. Hata hapa mkiombea na ni waheshimu. Una siku usipowaheshimu naweza nikauzia hata kinyesi na watakula. Ulivyoomba, baada ya maombi lile beseni lote likajaa kinyesi. Ni watu wa Bwana. Naongea, mwambie Yesu niinulie watu sahihi kwa wakati sahihi. Kuna watu utakutana nao kazini, sio wote wanakupenda. Wengine kuna mapandikizi ya shetani ametumwa kwenye ofisi yako, mama mzungu, afanye maisha yako yawe mabaya. Ukiingia ni stress anakupa, ukifanya chochote ni stress. Mwambie Bwana, leo naenda kazini, Bwana nitenge na watu wabaya, niinulie watu wema watakaofanyika baraka kwenye siku yangu ya leo. Wanze nikiingia getini, jamani, haleluya, haleluya kwa Bwana aliye. Nasikitika kusema si watu wote walikula mboga, si watu wote walikula chakula. Wengine mmekula vitu vichafu sana. Ashukuriwe Yesu anayetutetea hatujakufa. Ndio nikikwambia omba Mungu aliye hai akupatie watu sahihi. Hata unapanda kwenye basi, mwambie Yesu naomba abiria nitapanda naye awe mtu sahihi kwa maisha yangu. Unaweza ukapanda na abiria ni mjumbe wa shetani. Wakati unapanda kwa basi unashangaa unalala, kumbe ametumwa kwenye ofisi, ametumwa apande mavitu machafu. Unashangaa unafunika macho, unaanza kuota unakufa, gari inapinduka, sio inapinduka, umekaa na mjumbe wa shetani. Kuanzia leo chochote unachofanya mwambie Baba, ndio maana ulisema nitatoa kabila za watu, nitatoa mataifa waje kufanyika baraka. Mungu anashangaa, mwanangu nalilia nini? Watu nilikupa, umezungukwa na watu wabaya. Ulikuwa na uwezo wa kuomba wabaya wasije. Ni jambo kubwa sana hili na kufundisha, na naifundisha nafsi yangu. Sijaweza kufanikiwa kuwa makini kwa kila dakika, lakini neema inatubeba. Nimeona watu wabaya kabisa. Hizi hata kwenye mahuduma nimeona, siogopi hata ikikuwa live. Nimeona sumu kabisa. Sumu kabisa. Hizi mahuduma ni Mungu anakututetea. Na kuambia kuna mambo magumu sana, lakini Yesu anatutetea. Mwambie Mungu yoyote kokote utakapokuwa, Mungu nipe watu sahihi. Hata kama unaenda kwenu Moshi kutembea, mwambie safari naomba nikutanishe na watu sahihi. Hata wa familia nikutanisha watu sahihi. Nitenge na watu wanataka kunichimbia kaburi kabla ya wakati. Nikutanishe na ndugu sahihi Bwana. Ndugu wote waliobeba hila nitenganishe nao. Safari usinikutanishe nao. Tupishane katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hivi nikiongea babangu Isaac Maro, hivi kuna watu wako wanateseka. Kuna familia ziko kwa majonzi na msiba wa kuomba watoto wao waoe na watu wazuri, waolewe na watu wazuri. Unaongea hapa, kuna watu wako taabani sana kwa kuwa mapepo
pepo alipanga, tumekukosa hapa, tumekukosa kwenye kazi, kwenye huduma yako, tunakusubiri kwa wanao. Anza kuombea wanao, nyie wakamanda wa sisi, hata na watoto wachanga, anza kuomba. Baba, nawaombea wanangu wakiwa shuleni, watenge na watu wabaya, wakotanisha na watu wazuri. Jamani, haleluya. Rafiki yangu Ali ananipigia simu, ananiambia pasta, ombea sasa, hii kazi ni kubwa. Anasema nimekutana na barua ya mapenzi. Rafiki yangu Ali ni ustazi, yeye ni mdogo wake, ayuko darasa la 5, na huyo mpenzi wake yule dada mwingine ni darasa la 3. Ameandika barua, anamwambia mdogo wake Ali, anamwambia leo uje, ni weekend, wazazi wataenda mbali, watarudi ni jioni sana, uje tufaidi mapenzi. Ali anasema hii barua imeandikwa na mama au mdada, yule mdogo wake katoto ka darasa la 5 kanamwambia ni mpenzi wangu wa darasa la 3, ndio ameandika hii barua. Anasema sasa unaweza kuelewa yule mtoto alivyoshikwa nayo jiwa. Anasema ni kwa sababu ya rafiki zake wale waliko, rafiki zake wale wa shule. Katoto ka Kikristo kanaandika kwa barua kwa mtoto wa Kiislamu, rafiki zake wote ni watoto wabaya. Uliza wanao wakiwa wanaenda shule na kurudi, uliza watoto wangu, wajukuu zangu, nitajie majina rafiki zako. Usifurahia anaenda anasoma gari nzuri, anapanda gari ya njano, anaenda anarudi. Unaweza ukawa unatoanga maji kwa kinu. Ashukuriwe Mungu asiyekubali tutoke kwa shetani aingie kwa meno yetu, kwa meno yake kwa tuwe mawindo yake. Nataka nitangaze kila mtego waliweka kwako, waliweka kwa wanao, waliweka kwa wajukuu zako, waliweka kwenye huduma, waliweka kazini, huo mtego uvunjike, huo mtego uvunjike, huo mtego uvunjike. Natangaza mwaka huu ukaone baraka tele, ukaone mazidisho, asiwepo wakufa, asiwepo wakondolewa, kwa jina la Yesu aliye hai. Ya watu, muda wetu lishaisha. Acha niongee leo aina ya mtu mmoja kwa sababu ya muda.